Alhamisi ya leo tunaendelea tena na maombi yetu kwa ajili ya uponyaji kwa wagonjwa, na hivyo basi leo tunaangalia pia baadhi ya mapenzi ya Mungu anayoyaruhusu kwa ndugu zetu ambao ni wagonjwa au katika maisha kwa ujumla. Habari nzima ya kifo. Kifo ni kitu ambacho hakipendwi na watu wote katika dunia hii. Kifo ni kitu ambacho kinachukiwa na watu wote duniani. Kifo ni mvua tu ndio inayopendwa na watu wote, lakini kifo kati ya kitu katika ulimwengu huu, si wewe unanitazama kwangu unasema kuna saa kwamba haupendi, kati ya kitu ambacho hata wewe unashuhudia ndani ya moyo wako, kifo ni kitu ambacho hakipendwi na watu wote, lakini Mungu amesharuhusu kifo kitokee. Na nikumbushe hii pointi nizungumze. Kifo si mapenzi ya Mungu. Narudia tena. Kifo si mapenzi ya Mungu, bali ni matokeo ya mwanzo ya dunia iliyoanguka dhambini. Si mapenzi ya Mungu, bali ni matokeo ya mwanzo ya dunia iliyoanguka katika dhambi. Kwa hiyo tunapokumbana na kifo leo, tunaelewa tu kwamba dhambi, kwa mujibu wa Mwanzo sura ya 3, tunajifunza tu ya kwamba dhambi ndio ilituingiza katika mitego yote hii. Hivyo basi niukumbushe katika Alhamisi ya leo, kifo ni kitu ambacho Mungu amekuwa akiruhusu pia kwa baadhi ya wagonjwa. Na ndio maana kuna watu baadhi, unaposikia kwamba fulani ni mgonjwa, anaelewa tu ya kwamba hatapona kwa ugonjwa ule ambao anasumbuka kwa sasa, hatapona. Kuna baadhi ya, kwa kweli hata jana tumemwomba Mungu, ameruhusu baadhi ya watu wamelala mauti. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu kwa mujibu wa Isaya sura ile ya 57 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2, Biblia inatambulisha kwamba baadhi Mungu anaruhusu walale mauti kwa kupumzika. Uwezo ukajua mtu anayepitia ugonjwa fulani jinsi gani anaumia. Kuna sana weza kueleza mama fulani naumwa, ukashindwa kumwelewa. Lakini maumivu, wengine hawalali usiku kucha, wanaumwa, wanalia vitandani. Kifo Mungu anaruhusu, kwa sababu Biblia inashuhudia anaruhusu kwa kuwaepusha kwa mabaya yajayo. Hivyo basi nikutie moyo kwa wewe ambaye umefiwa, na kwa wewe ambaye pia mimi na wenzangu, wewe na mimi tumefiwa kwa ndugu zetu, marafiki zetu. Hatukupenda, lakini kwa sababu Mungu aliruhusu hivi, basi tumshukuru kwa yote. Na nimetambulisha kwamba baadhi ya vifo Mungu amekuwa akiruhusu kwa ajili ya kuwatengeneza watoto wake, kuwapumzisha, kuwapatia tu afadhali wapumzike, wamgoje ajapo tena mara ya pili, waache wasiasi hata kwake. Wanaweza wakazungumza maneno ambayo wakawa mbali na Mungu kabisa. Kwa hiyo baadhi ya vifo ambavyo Mungu amekuwa akiviruhusu kwa watu ni kwa ajili ya kuwapumzisha kwa mateso ambayo wamekuwa wakiyapitia. Mungu akubariki. Kesho nitaendelea pia na pointi ya kifo hii, uendelee kufuatilia.